tafuta mwekezaji wa kujenga uwanja. Klabu ya Young Africans kwanza ilianza kwa kuhakikisha inapata ardhi hapa Jangwani. Ardhi yetu sisi katika historia ya watu wanaofahamu inaanzia hapo, ukiacha ile jengo inaanzia hapo, inakwenda mpaka pale, inarudi, inazunguka, inaishia maeneo karibu na barabara ya Jangwani ya Faya. Lakini ardhi hii ilikuwa ina square mita 1035. Katika hizo square mita 35 zilikuwa hazijakaa katika eneo la mstatili ambalo linaweza kufanya sisi tujenge uwanja. So tulichokifanya, tukaiomba serikali yetu sikivu chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ikatupa ardhi ambayo ina urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Kwa kuanzia pale tutakwenda 150 na 250 marefu, ikaleta jumla ya square mita 37,500. So serikali ikatuongezea square mita 2,500 kutoka kwenye ardhi hiyo. Mwaka jana wakati wa wiki ya mwananchi, wizara kupitia waziri wa ardhi kakaangu Deo Ndejembi alitukabidhi hati inayoonyesha ukubwa huo. Baada ya kupokea hati, tukaingia kwenye mradi. Wote tunafahamu kwamba eneo hili linakwenda kwenye mradi wa serikali. Tukaanza kufanya majadiliano na watu wa mradi, wakatuelekeza vipi vya kufanya. Baada ya hapo, klabu ya Young Africans kupitia kamati yake ya utendaji ikatafuta mwekezaji wa kufanya naye mradi. Tukatangaza kwenye vyombo vya habari kumtafuta partner wa kuwekeza kwenye mradi huu. Partnership hiyo ilipotangazwa, watu wakaomba, na sisi kupitia sekretari yetu tukachakata. Mwisho wa siku tukampata GSM Tanzania kama mwekezaji atakayekwenda kushirikiana na klabu ya Young Africans. GSM ilipopatikana na kupita kwenye mchakato, tulikutana hapa miezi kadhaa iliyopita, tukasaini naye makubaliano ya kwamba yeye ndo atakuwa partner wetu katika ujenzi wa uwanja huu. Na partnership hiyo ilikuwa ni 50% ya Young Africans na 50% ya GSM Group. Kitu gani kinawafanya kila mmoja achukue 50%? Ni kwamba klabu ya Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuingia kwenye mradi, na GSM Group itatoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja. Partnership hiyo ilikuwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Baada ya kumaliza hiyo hatua, tukaenda kwenye taratibu za kiserikali. Klabu ya Young Africans ni klabu ya wanachama, ardhi yake inamilikiwa na wanachama. Tunapokwenda kufungua kampuni itakayokuwa na 50% ya mwekezaji na 50% ya klabu ya Young Africans, maana yake tunakwenda kwenye kampuni ya binafsi ya biashara itakayomiliki uwanja huu. Kukawa kuna taratibu za klabu ya Young Africans kuzifanya ili ardhi yake inayomilikiwa na wanachama iweze kuingia kwenye sehemu ya mradi. Maelekezo tuliyopata na mwongozo tuliopata kutoka kwenye serikali na vyombo vyake ni kwamba tunapaswa kuileta kwenu wanachama wa Young Africans, mridhie ardhi hiyo kuingia kwenye mradi ili iweze kuingia kutoka kwenye kumilikiwa na wanachama kuja kumilikiwa na kampuni. Hatua hiyo tumeshaanza kuifanya, na katika ajenda za mkutano mkuu wa tarehe 2 mwezi wa 8, ajenda hiyo itakuwa ni mojawapo ya kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans kuridhia ardhi yao kuingia kwenye mradi. Naamini wote katika wanachama wa Young Africans watakubaliana na hili. Tuinue mikono juu wale ambao wanakubaliana na hili. Tuinue mikono juu. Young Africans kwa shauku iliyokuwa nayo inakubaliana na hili jambo, na sisi kama viongozi tutakwenda kulitekeleza kwa kuwa maelekezo haya tumeyapewa ya kisheria na tutapeleka kwenye mkutano mkuu. Tafuta mwekezaji wa kujenga uwanja. Klabu ya Young Africans kwanza ilianza kwa kuhakikisha inapata ardhi hapa Jangwani. Ardhi yetu sisi katika historia ya watu wanaofahamu inaanzia hapo, ukiacha ile jengo inaanzia hapo, inakwenda mpaka pale, inarudi, inazunguka, inaishia maeneo karibu na barabara ya Jangwani ya Faya.
lakini ardhi hii ilikuwa ina square mita 1035. Katika hizo square mita 35 zilikuwa hazijakaa katika eneo la mstatili ambalo linaweza kufanya sisi tujenge uwanja. So tulichokifanya, tukaiomba serikali yetu sikivu chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, serikali ikatupa ardhi ambayo ina urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Kwa kuanzia pale tutakwenda 150 na 250 marefu, ikaleta jumla ya square mita 37,500. So serikali ikatuongezea square mita 2,500 kutoka kwenye ardhi hiyo. Mwaka jana wakati wa wiki ya mwananchi, wizara kupitia waziri wa ardhi kakaangu Deo Ndejembi alitukabidhi hati inayoonyesha ukubwa huo. Baada ya kupokea hati, tukaingia kwenye mradi. Wote tunafahamu kwamba eneo hili linakwenda kwenye mradi wa serikali. Tukaanza kufanya majadiliano na watu wa mradi, wakatuelekeza vipi vya kufanya. Baada ya hapo, Klabu ya Young Africans kupitia kamati yake ya utendaji ikatafuta mwekezaji wa kufanya naye mradi. Tukatangaza kwenye vyombo vya habari kumtafuta partner wa kuwekeza kwenye mradi huu. Partnership hiyo ilivyotangazwa, watu wakaomba, na sisi kupitia sekretari yetu tukachakata. Mwisho wa siku tukampata GSM Tanzania kama mwekezaji atakayekwenda kushirikiana na Klabu ya Young Africans. GSM ilipopatikana na kupita kwenye mchakato, tulikutana hapa miezi kadhaa iliyopita, tukasaini naye makubaliano ya kwamba yeye ndo atakuwa partner wetu katika ujenzi wa uwanja huu. Na partnership hiyo ilikuwa ni 50% ya Young Africans na 50% ya GSM Group. Kitu gani kinawafanya kila mmoja achukue 50%? Ni kwamba Klabu ya Young Africans itatoa ardhi kwa ajili ya kuingia kwenye mradi, na GSM Group itatoa fedha kwa ajili ya kujenga uwanja. Partnership hiyo ilikuwa kila mmoja ana jukumu la kufanya. Baada ya kumaliza hiyo hatua, tukaenda kwenye taratibu za kiserikali. Klabu ya Young Africans ni klabu ya wanachama, ardhi yake inamilikiwa na wanachama. Tunapokwenda kufungua kampuni itakayokuwa na 50% ya mwekezaji na 50% ya Klabu ya Young Africans, maana yake tunakwenda kwenye kampuni ya binafsi ya biashara itakayomiliki uwanja huu. Kukawa kuna taratibu za Klabu ya Young Africans kuzifanya ili ardhi yake inayomilikiwa na wanachama iweze kuingia kwenye sehemu ya mradi. Maelekezo tuliyopata na mwongozo tuliopata kutoka kwenye serikali na vyombo vyake ni kwamba tunapaswa kuileta kwenu wanachama wa Young Africans, mridhie ardhi hiyo kuingia kwenye mradi ili iweze kuingia kutoka kwenye kumilikiwa na wanachama kuja kumilikiwa na kampuni. Hatua hiyo tumeshaanza kuifanya, na katika ajenda za mkutano mkuu wa tarehe 2 mwezi wa 8, ajenda hiyo itakuwa ni mojawapo ya kuomba ridhaa ya wanachama wa Young Africans kuridhia ardhi yao kuingia kwenye mradi. Naamini wote katika wanachama wa Young Africans watakubaliana na hili. Tuinue mikono juu wale ambao wanakubaliana na hili. Tuinue mikono juu. Young Africans kwa shauku iliyokuwa nayo inakubaliana na hili jambo, na sisi kama viongozi tutakwenda kulitekeleza kwa kuwa maelekezo haya tumeyapewa ya kisheria na tutapeleka kwenye mkutano mkuu.